muda wetu umesonga, lakini Roho Mtakatifu atupa neema kwa muda mfupi, basi kile ambacho alikuwa amekusudia tuweze kukipata. Roho Mtakatifu, ninajisalimisha binafsi mbele zako. Nisionekane mimi, onekane wewe kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa kuwa huko. Asante kwa kuwa umesikia. Asante kwa sababu wewe upo. Basi tuendelee na somo letu ambalo Roho Mtakatifu ameweka ndani yetu, ambalo linahusiana na maisha ya maombi yenye nguvu. Maisha ya maombi yenye nguvu. Somo hili tumekuwa nalo muda mrefu, na Roho Mtakatifu ameruhusu. Awamu iliyopita tulizungumza juu ya uhusiano kati ya maombi na Roho Mtakatifu, na tukifunza jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu. Tuliona namna ambavyo binadamu kwa asili yake sisi wadhaifu, hata kama tuliomba kwa namna tutahili kwa nguvu zetu zote, lakini bado kuna ule udhaifu wa mwanadamu. Kama mwanadamu unabaki upo, na ndipo sasa Roho Mtakatifu ambapo sasa yeye anaingilia kati. Tuliangalia udhaifu huo kwa kina, na tukasimama na ile andiko ambalo kitabu kile cha Warumi 8 na mstari wa 26 mpaka 27. Na leo sasa tunaenda mbele kidogo kuangalia sifa za mtu mwenye maisha ya maombi. Sifa za mtu mwenye maisha ya maombi, ili tuweze kuwa na maombi yetu yaweze kuwa na matokeo. Sasa mtu kwa namna hiyo au Mkristo anatakiwa awe na sifa zipi? Kwa sababu ya muda leo tutaangalia tu sifa moja kati ya sifa kadha ambazo Roho Mtakatifu atatupa tuweze kuzizungumza. Lakini kwa leo tutazungumzia hiyo sifa moja. Kama itaruhusu, basi tutaendelea na sifa nyingine ambayo Roho Mtakatifu anataka sisi tuwe nayo. Sifa ya kwanza ni sifa ya unyenyekevu. Sifa ya unyenyekevu. Hii ni sifa kuu. Tunakumbuka Lucifer alikuwa ni mwimba sifa, lakini kilipozaliwa kiburi na majivuno na majigambo, unaona kilichomkuta. Na hivyo na sisi kama watu wa Mungu, sifa hii ni ya muhimu sana, ndio msingi. Unyenyekevu ni hali ya moyo wa Mkristo yoyote, ya kwamba anatambua ndani yake yeye hawezi bila msaada wa Mungu, bila neema ya Mungu. Na ni sifa ya mtu yoyote yule ambaye anataka kuishi maisha ya roho, ya kuacha kiburi, majivuno na majigambo yaweze kutawala katika maisha yake. Badala yake anakiri ya kwamba anakiri udhaifu wake jinsi ulivyo mbele za Mungu. Anaacha yale majigambo yote na kuomba neema ya Mungu iweze kumsaidia. Na mtu yeyote ambaye anaishi maisha haya ya maombi haonekani kuwa na majigambo ya kujiona kwamba yeye ni bora kuliko watu wengine. Ile kujiona kwamba hata kama ana kipawa cha namna gani au neema au Mungu ampa ni tajiri kwa namna gani yote au katika namna yote Mungu ameachia vipawa tofauti. Maana Yesu asifiwe. Ni mwimbaji mzuri, ni mwana maombi mzuri, ni katika kama yote ya kufundisha. Wewe ni mchungaji, ukikao kuhubiri, ukifundisha, nguvu za Mungu zinashuka. Lakini sifa ya unyenyekevu, hatuwaoni wala kujigamba mbele za wengine, bali tunajipiga kifuani na kujionyesha kwa unyenyekevu mkuu na kufungua mioyo yetu na kumwita Mungu kwamba pasipo Mungu hatuwezi kufanya jambo lolote. Na hata haya ambayo tunayafanya ni kwa sababu ya msaada wa Mungu. Kwa hiyo unyenyekevu haupo tu katika maneno kwamba mimi ninaishi katika hali ya unyenyekevu, bali unaonekana katika matendo na mwenendo wa maisha yetu ya kila siku.
Kwa yale matendo yetu ya kila siku na mwenendo wa maisha yetu ya kila siku ndio unaoonyesha kwamba sisi tuna ile tabia ya unyenyekevu. Na ndio sifa kuu na msingi mkuu kwa mtu yeyote ambaye anataka kuwa na maombi yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia katika ule Nyakati wa Pili 7:14 inasema, ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kuacha njia zao mbaya, Bwana Yesu, na kutafuta uso wangu, ndipo nitasikia toka juu mbinguni, nami nitawasamehe maovu yao yote na kuiponya nchi yao. Kwa hapo tunaona kwamba namna ambavyo sasa unyenyekevu ni kiungo muhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo. Na pasipo unyenyekevu, hata kama tutaomba namna gani, tunakuwa tunaji. Mungu asikii wenye kiburi, bali wapa neema wanyenyekevu. Unyenyekevu haina maana kwamba hatuna nguvu. Haina maana kwamba hatuna ushawishi. Haina maana kwamba sisi ni dhaifu. Unyenyekevu ni hali ya kutambua kabisa kwamba mimi si chochote, bali Mungu ndio kila kitu katika yote. Yeye ndio kila kitu. Yeye ndio mwanzo na mwisho wa maisha yangu. Haya yote ninayofanya, nimekuwa hapa jinsi nilivyo, nimekuwa hivi nilivyo, nimekuwa namna, ni kwa sababu ya msaada wa Mungu na neema yake katika maisha yangu. Kwa hiyo unashuka hata kama uko chini, lakini unashuka. Bwana Yesu asifiwe. Unashuka au tegemei namna ulivyo kwa sasa. Mwone status yako hivyo, namna ulivyo katika namna yote ni mambo ya nchi, lakini unashuka kutambua kwamba Mungu ndiye anonifikisha hapa. Mungu ndio kila kitu. Na hiyo ni tabia ambayo sisi tunatambua tuwe nayo, ya kwamba Mungu ndio chimbuko la kila baraka na kila ambacho nilicho nacho ni kwa sababu ya Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anaondoa unyenyekevu, haendi mbele za Mungu kwa kujigamba, haendi mbele za Mungu kwa kujiinua, bali anaenda mbele za Mungu kwa kujisalimisha na kushuka na kujiona yeye si kitu, na kujiona yeye anahitaji msaada na neema ya Mungu kila wakati, kila saa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoelekea Mungu katika namna hiyo, kule unyenyekevu unatupa nguvu. Kwa hiyo unyenyekevu ni hatua ya kwanza ya mtu yote ya kuanzisha uhusiano wa Mungu lokali. Tunapokuwa na unyenyekevu moyo, Mungu anatukoka. Na ndipo sasa kisoma katika ya 51 Zaburi na mstari wa 17, tunaona ile Zaburi, ile sala ya toba ya Zaburi ya Daudi. Mfalme Daudi akati anaomba, Daudi baada ya kutenda sana, aliomba sala ya toba. Biblia inatuambia na kutufundisha kwamba aliomba maneno haya ambayo natamani na wewe mimi na wewe leo hii tuwe nayo, ya kwamba zabibu ya Mungu ni moyo uliopondeka. Moyo uliopondeka na kuvunjika, Mungu hautauzaa. Kwa maneno mengine anasema moyo wa mtu ambaye umevunjika na kupondeka hautabeba dhambi. Mungu huwa anasamehe, Mungu huwa anaachia msamaha, na Mungu anamtazama. Daudi alikwenda ikawa ni mfalme, lakini alitambua namna ambavyo Mungu anauangalia kwenda na ufalme wake. Hakwenda akajiinua, japokuwa watu nje walikuwa wakimtetemekea, mataifa mengi huko majirani na wengine, kwa sababu Daudi alifanya wakati huo lilikuwa lina nguvu sana. Hakuna sehemu alipokwenda, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye, Israeli wanaogopeka. Kwa hiyo watu wake walimwogopa na kumheshimu, sio kumheshimu na kumwogopa. Bwana Yesu asifiwe. Wakifika kimwinamia na mbele zake. Lakini alipokwenda mbele za Mungu, hakwenda na ile bega vazi la ufalme. Alitambua kwamba Mungu yu juu ya vitu vyote. Tunapokwenda mbele za Mungu, tusiende na namna jinsi tulivyo. Twende tukitambua kwamba Mungu ni kila kitu. Tujiche naye atatufariji. Bwana
Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa katika ile Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, tusome kidogo ili tuweze tusome kidogo hili andiko. Tusome kidogo, aliopata some. Amen. Tusome. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Hapa tunaona mpangilio wa kiroho, mtu yote mwenye maombi nguvu. Tunaona anaanza na neno unyenyekevu. Tunaona baada ya unyenyekevu tunaanza ndio nafuata kuomba. Halafu baada ya kuomba ndio tunapata majibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoanza na kuomba, halafu tuna moyo unyenyekevu, Mungu asikie. Kwa sababu tuko katika somo hili zuri la kujifunza jinsi ya kuomba na tuwe na maombi yanayosikika, basi lazima ile hali yetu ya unyenyekevu wa wengine na unyenyekevu kati ya sisi na sisi na unyenyekevu mbele za Mungu uwe juu sana, na hali ya majivuno, majigambo na kiburi kiweze kushuka. Mbona hata Yesu mwenyewe ambaye yeye ndio kila kitu, alipokuwa duniani katika hali yake ile ya nafsi ya kibinadamu, katika hali ya kibinadamu, ngoja tumejifunza juu ya Yesu Kristo alipokuwa duniani. Tumejifunza namna alipozaliwa, kwamba alikuwa ni Mungu kamili lakini alikuwa ni mwanadamu kamili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo katika ile hali ya mwanadamu kamili, alipokuwa akistamili pale katika ile bustani, akiyakabili akayaona mateso makali yanayokuja mbele zake, tunasema Bwana, ikiwezekana, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si mapenzi yangu bali ya kwako yatimizwe. Kwa ya kuangalia ile hali yake ya kibinadamu, aliweka unyenyekevu kwa Baba na akamwambia mapenzi yako yatimizwe. Kisoma katika Mathayo 26 na ule mstari wa 39, tunaona namna Yesu ambavyo ameshakieleza hata sisi kwetu. Kwa hiyo kama kanisa au mmoja mmoja, tunajifunza nini katika moyo wa unyenyekevu? Na moyo wa unyenyekevu ndio msingi wa mshirika yeyote au mtu yeyote anayetaka kumfuata Kristo. Tusipokuwa na tabia ya unyenyekevu, hata maombi yetu hayawezi kusikika. Tunapokuwa na moyo wa unyenyekevu, hata maombi kanisani, katika vikundi vya kanisa tunapokuwa tumekuja tukasema tuombe pamoja, yale maombi yetu yanakuwa na nguvu sana ya ajabu, kwa sababu ndani yako umebeba moyo wa Mungu usiokuwa na majivuno, usiokuwa na kiburi. Umembeba Kristo mwenyewe. Kwa hiyo maombi tunapokuwa tunayaomba, maombi yanakuwa na matokeo sana. Tunaweza tukaomba mambo hapa, lakini katika ulimwengu wa roho yakafanyika na Mungu atajibu. Kwa hiyo tunapoomba, maombi badilika kuwa yenye nguvu sana. Tunapoendelea kujiweka chini ya mapenzi ya Mungu na kunyenyekea, maombi yetu yanakuwa nguvu. Kusoma katika ile Yakobo 4:6 anasema Mungu wapinga wenye kiburi bali wapa neema unyenyekevu. Mungu wapinga wenye kiburi, Yakobo 4:6, bali wapa neema unyenyekevu. Sasa hatuwezi kuwa na hali ya kiburi, hali ya majivuno katika namna yote hii, kujiona sisi ni bora kuliko watu wengine, hata kama tumebarikiwa kwa maana ya kimwili, kwa maana ya karama za roho, kwa maana ya vitu vyovyote vile. Sio ya kwamba kuna mwingine hajapata, amekupa wewe akamwacha mwingine, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anasema katika ile Wakorintho, kusoma ile 12 wa Korinto wa kwanza, yeye ndiye anaotoa karama mbalimbali kwa kadiri apendavyo yeye, kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Ni rahisi sana sisi ambao tunakuwa tumebarikiwa kwa namna moja nyingine, tukaona wengine ambao hawajabarikiwa, hizo ni mambo ya roho na mambo ya mwili, tukaona sisi ni wa thamani sana mbele za Mungu, bila kujua kwamba ni kwa sababu ya neema. Na hivyo tunainuka kiburi, tunainika roho ya majivuno, tunainika roho ya majigambo, na katika hali hiyo tunamfanya Mungu ashinde kutupa neema wala kutusikia. Kwa tunapoomba katika maombi yetu,
Tujifunze sana. Mtu mnyenyekevu anapata neema na maombi yake yanakuwa na nguvu sana. Lakini pia majibu yanakuwa wazi. Mungu anasikia kilio cha moyo yenye unyenyekevu. Moyo uliojaa unyenyekevu. Kusoma ile Zaburi ya Msamiya ya watu tumeisoma hapo cha kwanza kwamba zabibu ya Mungu ni moyo uliopondeka. Moyo uliopondeka na kuvunja poko na kuvunjika. Mungu hautausahau. Hautaacha kukusamehe. Kwa Mungu anatazama sana. Kwa hiyo tunakuwa tuna majibu ya Mungu yanakuwa wazi. Mtu ambaye ana moyo uliokuwa umepondeka. Lakini pia tunaanza kuona mtu yote yule ambaye anakuwa na maombi lakini pia ni mtu mnyenyekevu. Tunaanza kuona mabadiliko ya kitabia, mabadiliko ya kweli. Kwa maana kuna ile mabadiliko ya kibinafsi, zile tabia na mwenendo, kunakuwa na hali fulani, yale matunda yanayoona katika Wagalatia 5:22 tunaanza kuona yanaanza kutokea. Kwa sababu tumemruhusu Mungu hawezi kuonekana ndani yetu. Katika familia tutaona amani na mshikamano. Katika jamii tutaona ushuhuda na huduma mbalimbali zinaanza kutenda kazi kati yetu, kati ya kanisa, kati ya mtu mmoja mmoja. Roho ya kiburi inazuia nguvu ya Mungu kuweza kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Tunataka kuwa na nguvu ya Mungu na tumuone Mungu katika kiwango cha ajabu na kikubwa. Lazima tuweke chini roho ya majivuno, kiburi. Hivi tunapomwomba Mungu sasa, Mungu tuweze kupata neema. Sasa na Yakobo 4 anasema sasa Mungu wapa neema wanyenyekevu. Na Mungu hawasikia mwenye kiburi. Kwa hiyo tofauti ya unyenyekevu ni kiburi, ni roho ya kiburi. Amen. Ambaye Shetani ndio mwanzilishi. Alipoanza kujiona yuko sawa na Mungu, akataka kufanana na aliye juu. Kwa hiyo unyenyekevu unaleta umoja katika kanisa. Soma ile Zaburi ya 34 mstari wa 18. Anasema Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo na utoa wokovu kwa waliovunjika roho. Kwa hiyo wote ambao wana moyo mnyenyekevu, Bwana yupo karibu. Bwana yupo karibu. Bwana yupo karibu. Bwana yupo karibu. Haiko mbali. Tuweke kioo ya kiburi chini ili tuweze kumruhusu wa Mungu aanze kukaa ndani. Tusome tena Yakobo 4:10. Tusome Yakobo 4:10. Nitasoma Yakobo sura ya 4 mstari wa 10. Jidhihirini mbele za Bwana naye atawakuza. Kwa hiyo tunaona kwamba tunapojisiri kunyenyekea mbele za Bwana, naye atatukuza, naye atatuinua. Kwa kuweka chini ya Mungu ni njia ya kuondoa kiburi na majivuno yanayozuia mtu kupata nguvu ya kiroho katika maombi. Tunapoenda katika maombi tunategemea tumuone Mungu. Tunategemea tupate matokeo. Lakini kuna mambo ambayo yanaweza kutuzuia sisi tusiweze kupata hizo nguvu, tusiweze kuona yale matokeo kwa sababu tu ndani yetu tunakuwa tena kwenye maombi lakini tumeweka watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yetu tuna roho ya kiburi. Ndani yetu tuna roho ya majivuno. Ndani yetu tunajiona bora kuliko. Kwa hiyo sasa katika hali hii ni kuombe roho ya kiburi tuweze, tutaomba huko baadaye ili Mungu atusaidie. Tusiweze kuwa na hiari. Tunapoingia kwenye maombi basi tuende katika moyo ulio mweupe na moyo mnyenyekevu. Tukisoma ile ambayo tumesoma Nyakati wa Pili 7:14 tunapoingia tena, kuna maneno ya muhimu kidogo ambayo ningetamani tuweze kuyatazama kwa muda mfupi. Tusome Nyakati wa Pili 7:14. 7:14. Mungu anasema
ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kienda katika ule mstari wa 14, ule mstari wa 14, tunaona kuna neno linasema watautafuta uso wangu, kunitafuta uso wangu, kunitafuta uso wangu. Sasa ukiangalia mtu yote ambaye ana moyo unyenyekevu, hata kwenda mbele za Mungu kwa mahitaji yake binafsi, basi baya kwenda kwa Mungu kumwambia kile kinachokukuta, lakini utamtafuta Mungu kwa sababu wewe unataka kumtafuta uso wa Mungu. Hebu fikiria wewe tena katika nafasi ambayo unaona rafiki yako yuko anakutafuta tu pale ambapo anaishi. Ukiona simu yake unajua huyu una jambo. Yaani ukiona simu tunajua kuna huyu kuna kitu. Anaishi sifiwe. Ndipo sasa Mungu anasema ikiwa watu wangu walitoka jina lako watanyenyekea na kuacha njia zao na kuomba na kutafuta uso. Kwa hiyo Mungu anatazamia tunapomwendea mbele za Mungu tuende kwa kutafuta uso wa Mungu, sio kwa mahitaji yetu binafsi. Tunapokwenda kwa mahitaji yetu binafsi ni ishara kwanza ya kuonesha si vibaya, lakini ishara ya kutuonesha unyenyekevu. Kwa hiyo pale ambapo tutapokuwa na mahitaji tutamfuata Mungu, lakini pale ambapo hatuna mahitaji tena au tumeomba tuna mahitaji kwa muda mrefu, tunafika tu tutachoka, ataendelea tena kuomba, tunaona Mungu asikie. Lakini Mungu anataka tuende mbele zake kwa kutafuta uso wake. Tunapomwendea kwa kutafuta uso wake, Mungu anasikia toka juu mbinguni, kwa sababu tunaonesha unyenyekevu kwa kutaka kutafuta uso wake. Kwa hiyo Mungu anatufundisha ishara ya unyenyekevu, kwamba kumtafuta Mungu kwa moyo wa dhati ni ishara ya unyenyekevu na kujisalimisha kwake. Hiyo itaambiwa kwamba nguvu za Mungu haziwezi kuchukuliwa kwa mwenye kiburi, wala haziwezi kupatikana bila kumtafuta. Haziwezi kupatikana au kupegwa na mtu yote mwenye moyo wa kiburi, lakini pia haziwezi kupatikana bila kumtafuta. Katika ile Isaya 5 anasema mtafuteni Mungu maadamu anapatikana, muiteni maadamu yuko karibu. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 33 anasema njooni tusikilizane. Yeremia 33 anasema niiteni na mimi nitawaitikia na maisha mambo makuu siyajua. Lakini sasa mtu anasema njooni tusikilizane, anasema Bwana sababu zenu zitapokuwa nyekundu. Kwa hiyo Mungu anatoa wito wa kumtafuta. Kumtafuta ni ishara ya unyenyekevu. Kumtafuta ni ishara ya unyenyekevu. Ishara ya kuonesha kwamba mategemeo yetu kwake ni 100%. Tunamwona Ayubu alikuwa ni tajiri sana. Alikuwa na jozi nyingi sana zinalima. Fikiria jozi 8,000 zinalima za ng'ombe. Alikuwa na mashamba kiasi na ng'ombe, punda na kila namna. Pamoja na utajiri wake wote huo, anasema na alikutafuta kuliko ulisikia. Muda aliokuwa anautenga kwa ajili ya kufanya mambo yake na muda wa Mungu. Ayubu anatuambia kwamba yeye alimtafuta Mungu kuliko anavyotafuta riziki. Na sisi sasa tunapata kujifunza. Mungu anatutaka tumtafute uso. Tutapomtafuta uso wake, si kwenda mbele zake kwa mahitaji yetu. Kasi mbaya, lakini Mungu anataka tuwe na msimamo kwenda kwa ajili ya kumtafuta uso wake. Ile kutafuta uso, kutafuta uwepo. Na kutafuta uso wake ina maana kwamba sisi tutakaa masaa 24 bali ile hali ya kuhakikisha kwamba uwepo wake wa Mungu unakuwa ndani yetu kila wakati, kila saa. Kila wakati, kila saa. Kila wakati, kila saa. Ndani yako unahakikisha uwepo wa Mungu hauzimwi. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Zefania 2:3. Na Yohana 14:21. Amen. Tusoma
Mtafuteni Bwana, enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Ninyi mliozitenda hukumu zake, itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Kwa hii inaonyesha kwamba moyo wa unyenyekevu unaambatana na kutafuta uso wa Mungu. Unyenyekevu umekwenda sambamba na kumtafuta Mungu. Sipo kumtafuta Mungu, ina maana sisi tunaweza kwa nguvu zetu wenyewe, ya kwamba tunaweza kujitegemea wenyewe, ya kwamba tunajitosheleza wenyewe, ya kwamba tunahitaji Mungu hata kama hatujasema maneno, ya kwamba wewe Mungu sisi hatukutaki, ya kwamba tunaweza kuishi pasipo wewe. Kwa hiyo niwaombe watu wa Mungu tutengeneze tabia maombi, na ndiyo msingi wa kila Mkristo katika kanisa la kwanza, na ndio msingi wa Yesu alipokuwa duniani. Alidumu katika maombi. Pamoja na kwamba alikuwa na ubiri watu, anatembea kijiji kijiji, hakuwa na punda kama anatembea na punda, alikuwa anatembea kwa miguu yake. Mungu mtumishi mmoja Moses Kolola, wote mnamfahamu, na ambaye mnamfahamu kafuatia ushuhuda wake upo kwenye YouTube. Alikuwa akitembea mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Mungu alikuwa anamwambia tu, nenda kawaambie injili chini yako. Anatoka kwa miguu yake, akifika kule mwezi na nusu, na hana chochote, ana familia nyumbani ipo, na si kwamba kwenye familia kuna kitu, si kwamba kuna kitu amekiacha, kwamba kuna kitu, na yeye ndio baba anategemea pale walishe watoto, walishe na mke, anaondoka hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiki anakwenda nenda Mtwara, nenda nje, anatembea, kuna hata anatembea mpaka miezi 4 siku na mchana, hana kitu. Sasa huyu mtu amefanya kazi kubwa mno, na sisi tunatakiwa hapa duniani tufanye pia kazi. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yetu, akitutazama tufanye kazi ambayo Mungu ameweka ndani yetu, tufanye kazi pamoja na Mungu. Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoonyesha unyenyekevu, ni njia moja hapo pia kutafuta uso wa Mungu. Tutafute uso wa Mungu. Yohana 14:21 na tusome. 14:21. Amina. Nitasoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 21. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye alipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yohana 14:21 ni andiko nzuri sana. Yesu alisema, nasema kumpenda Yesu hakupo tu kwenye maneno, bali ipo pia katika kuzitia amri zake. Tunapoamua kuzitia amri zake, ni ishara pia unyenyekevu katika kuzitia amri. Anasema mtu atakayenipenda ni yule ambaye yuko tayari kuzishika amri zangu. Na atakapozishika amri zangu, ni tukio la kwamba utapendwa na Baba, nami nitampenda mtu huyo, nami nitajisilisha kwake. Pale ambako kama yeye alisema katika Luka 14 mstari wa kwanza, imempasa wanadamu kuomba bila kukata tamaa. Pale ambako tunapoacha kuomba, na maana tunaonesha hali kutozishika amri zake. Yeye kama alikuwa ni Mungu, lakini alikuwa akishinda anaomba, na sisi pia imetupasa kuwa watu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusiposhika amri zake, ina maana yeye Yesu hawezi kutuzilisha kwa, na Baba hawezi kutupenda. Biblia inasema ya kwamba tunaposhika amri zake tutapendwa na Baba, naye Yesu mwenyewe anaziisha katika maisha yetu. Hajasema ni mchungaji ataziindishwa. Anasema mkishika amri zangu, nami nitaziisha kwenu. Kwa hiyo tunajifunza nini katika haya? Tunapotafuta uso wa Mungu kwa moyo wa unyenyekevu, tutapata matokeo kwanza ya uongofu wa kiroho. Lakini pia tutakuwa na amani ya ndani. Si amani ya nje, ile amani ya Yesu Kristo ambaye anaachia ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anashughulika na mambo yetu. Sisi tutafute uso wa Mungu tu.
Tuende katika kutafuta ukaribu na Mungu. Kutafuta nini yale mapenzi ya Mungu. Kila siku naenda mbele za Mungu. Ambia Roho Mtakatifu, ninaacha mapenzi yangu. Na kuja mbele zako sijui. Ninaomba uniambie nini yale mapenzi mimi leo nifanye. Kwa hiyo tuweke namna hiyo ya kujifunza kwenda kutafuta uso wa Mungu na kutafuta kupendeza yeye zaidi na si nafsi zetu. Wakati mwingine mimi yetu na nafsi yetu tunataka sisi wenyewe kuweza kujipendeza. Kwa hiyo wakati mwingine tunaachia hata kujipendeza wenyewe. Tunaweka pembeni kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Na hicho ambacho yeye Mungu anataka. Sababu ya 9:1 anatuambia ketie mahali pa juu pasi hadi juu. Ataka katika ufunuo wake Mwenyezi. Kwa hiyo tusiache kumtafuta Mungu. Tusiache. Na ndio silaha, hakuna siku nyingine. Ukiona watumishi wa Mungu wenye nguvu za Mungu wakatikisa, ni watu walikaa magotini. Ukiona mtu yeyote ambaye kaa mbele za Mungu, ni watu walikaa magotini. Nakumbuka mtu mmoja ambaye ni mama mmoja, yeye alikuwa ni mwana maombi. Jaji alikuwa kwenye mkutano wa Moses kwa miaka ya 70. Wakati Moses kwa anahubiri nchini, yeye akiwa chumbani kwake amekaa, Mungu akaanza nguvu za Mungu zikamvuta pale. Ameenda kwenye mkutano. Mama yule akaondoka akaenda. Alikuwa anaimba katika mizani ya kidunia. Anaimba. Alipofika mahali pale, nguvu za Mungu zikamvuta mtumishi wa Mungu alipokuwa pale kwa sababu ndio mkutano wa nchi. Yule mama baadaye alikuja kuwa mwana maombi na ndiye alikuwa anategemeza kila alipokwenda katika mikutano yote, yeye ndio alikuwa ni kiongozi wa maombi. Yesu asifiwe. Na hata mtumishi wa Mungu Moses kwa ataka kuondoka, Mungu pia alimjulisha. Nenda kamwambie mtumishi wako. Ya pasao aliyompa baraka. Kwa hiyo sisi tukuamua. Tunataka tuwe chombo cha Mungu. Mungu hana upendeleo. Mungu hajamweka mtu fulani kwa ajili ya kubeba nguvu za Mungu pekee. Mungu hajaweza kuweka mtu fulani kwa ajili ya kuona matendo makuu ya Mungu. Mungu anasema Mungu hana hakika. Petro anazungumza. Habari alipomuona watu wa mataifa kwa dunia katika habari ya maono yale wapata. Akasema ni hakika Mungu hana upendeleo. Bali kwa kila taifa. Kwa kila taifa. Yeyote ambaye ameweka moyo wake kumtii Mungu hujisirisha. Najua katika ile Yohana 14:21 anatuambia kwamba yeye anazishika amri zake nitajisirisha kwake. Mtumishi wa Mungu ninakusihi. Tunataka kumuona Mungu na nguvu zake. Hataki kumuona Mungu na nguvu za historia. Mungu yupo na kweli Mungu yupo. Mungu yupo anatenda katika namna ya ajabu. Na mkono wake una nguvu hata sasa. Matendo yake hayabadilika, ni yale leo jana na hata milele. Yanasubiri mtu mwenye moyo wa maombi. Yanasubiri mtu mwenye maombi ataomba kwa moyo mnyenyekevu. Yanasubiri mtu atabeba sura ya Kristo ndani yake. Yanasubiri mtu ambaye atambeba Yesu Kristo na kujifunua. Yanasubiri mtu kama wewe. Sema mimi niko tayari. Nitazishika amri za Yesu Kristo ambazo amesema. Yule atakayezishika, mimi nitajifunua na kujisirisha. Anapokaa na kuzishika amri, yeye anajifunua na kujisirisha. Anapojisirisha kwako, ndipo tunapoona matendo makuu. Tunapoona Roho Mtakatifu akikana kwa kuwatamia. Umekaa katika maombi kama vile Musa alipokwenda katika siku 40 za kwanza. Mchana usiku katika uwepo wa Mungu wa ajabu. Na ndivyo hata wewe pia utapoamua kukaa mbele za Mungu. Utaona Mungu akijisirisha kwako. Hautakuwa wa kawaida. Hebu jaribu kukaa katika uwepo wa Mungu. Hebu jaribu kumtafuta Mungu kibinafsi. Hebu tafuta. Kataa hata ifanya wewe kusema hapana umechoka. Kataa hadi wewe unaona usifungi. Kataa nguvu za Mungu si kwa ajili ya watu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninawaambia jambo hili. Mungu hatawaona kamili. Yeyote ambaye atafanya na kutafuta uso wa Mungu, Mungu ataonekana. Mungu ataonekana. Mungu ataonekana. Matendo makuu hatafanyika katika kipindi cha huko cha nyuma. Hapo basi itaonekana kwako. Utamuona Mungu. Utaona nguvu zake. Utaona usilisho wake. Utaona mimi Mungu akikufungukia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tusome ile, tuangalie pia sasa katika kile kugeuka na kusiacha njia mbaya. Watu tunaangalia ile kipengele kugeuka na kusiacha njia mbaya. Bado tuko kipengele cha unyenyekevu, ndio umeenda, tumweke kama muda mfupi kidogo tuweze kujikabidhi na kujiachia. Kwa kugeuka na kusiacha njia mbaya ni toba ya kweli ambayo inahusisha kuacha dhambi, kuacha mazoea mabaya, kuacha madoido na kuacha kila namna ya mitindo ya kidunia. Tunaona katika ile Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, walioitwa kwa jina langu, mimi na wewe tumeitwa kwa jina lake, wataziacha njia zao mbaya na kugeuka na kutafuta uso. Hasa wataziacha na kugeuka na kuacha kila aina mtindo wa kidunia. Katika namna ambavyo unaona watu wanaenenda katika namna hiyo, wewe unakataa kwenda katika madoido ya kidunia, kwenda katika namna ya kidunia, kwenda katika mitindo ambayo Mungu hajairuhusu, na wewe unatafuta, unatengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu hapa duniani. Kubali kutengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Yoyote ambaye anataka kuzibeba nguvu za Mungu hawezi kuishi maisha ya kawaida. Hawezi kuishi maisha ya kawaida na bado kama zile nguvu za Mungu. Huwezi kuishi maisha ya kawaida na unataka Mungu hawe na wewe. Huwezi kuishi maisha ya namna hiyo ya mazoea. Kataa mazoea ambayo yanamkaribisha shetani. Kataa mazoea baadhi pa wenye nisa. Kataa katika mikutano yenye nisa. Kataa kuishi hali yoyote ile ambayo itamfukuza Yesu, itamfukuza Roho Mtakatifu. Bali kuishi katika maisha ambayo yatamkaribisha Mungu kila wakati. Kila wakati ataachia uwepo wa Mungu. Kila wakati ataachia neema yake ndani yako. Kila wakati nguvu za Mungu zitakuachia. Na moyo wa toba utajengwa ndani yako. Ndani yako kutakuja chemchemi isiyokauka. Sema, hiyo chemchemi haitazimika kamwe, wala haitakauka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kila utakaolizungumza litakuwa. Kila utakaolizungumza litakuwa. Tusome maandiko machache alafu tutaishia hapo na kijana tutaendelea. Yeremia 3:12 na mwingine atasoma Mika 6:8 na mwingine Wakorintho wa pili 7:10. Yeremia 3:12. Yeremia 3:12. Tasoma Yeremia 3:12. Enenda ukatangaze maneno haya kuelekea upande wa kaskazini, ukaseme, rudi Israeli, mwenye kuasi, asema Bwana, sitakutazama kwa hasira, maana mimi ni mwenye rehema, asema Bwana, sitashika hasira hata milele. Kwa hapa naona Mungu anahimiza wanadamu kugeuka, akiahidi kwamba atarudisha, Mungu atakurudisha kwenye uhusiano wa karibu naye na kualika geuka. Huo ni ishara ya unyenyekevu na ishara kuanza uhusiano mpya na Mungu. Mika 6:8. Tasoma, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ili kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kutoka na unyenyekevu wa maisha haki, tuanze kuishi maisha ya haki. Pale tunapoishi maisha ya unyenyekevu, basi tuanze haki wa uaminifu, huku tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Tumalizia na Wakorintho wa pili 7:10. Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 10. Sura 7 mstari wa 10.